Lakini sasa utambue mwanamke ana udhaifu gani? Mwenyezi Mungu vile alivyomuumba, mimi na wewe maji ya uzazi hapo mgongoni, sawa hapo hapa kwenye roho yake. Ndio maana kwanza anakuwa kigeugeu. Halafu mwanaume siku zote nzake, mwanamke siku zingine si zake. Ndio maana nasema yupo kwenye siku zake, zingine si zake. Zile ambazo si zake yuko moto vibaya mwanamke, kama huelewi. Tabia yake na maumbile, ana tabia ya kuelewa vitu vibaya. Ili lazima ulielewe. Awe mcha Mungu, awe si mcha Mungu, ana tabia ya kupokea vitu vibaya. Unaweza ukazungumza jambo katika mazingira ya kufurahi, ya kumfurahisha, lakini akalitafsiri tofauti. Miaka 10 aliishi na likaleta ugomvi wa hali ya juu sana. Mara nyingine unaweza ukamtania tu, ukaanzisha moto mkubwa. Mimi nimekutania, utani gani unanitania? Na hilo likaekewa kikao. Sasa wewe usiwe na nongwa, ujue kwanza haya ni mapungufu aliyokuwa nayo, ila kisheria ndio ukamilifu wake, ili ulielewe. Kitu cha pili, mwanamke kwa sababu siku zingine si zake, hata awe mcha Mungu vipi, hapitishi mwezi mzima, lazima ataleta ule ujinajike wake. Ukiona hajaleta ujinajike wake siku zote kwa anacheka tu, yuko nomo, huyo mwanamke ana mapungufu makubwa ya kiafya. Lakini akiwa siha yake iko sawa, kuna kipindi anakunyongorota kisawasawa, kama kina mama Aisha walivyomnyongorota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha alishawahi kuimwaga chini sahani ya chakula mbele ya Mtume. Masahaba asema, mtoto hana adabu kweli kweli. Tunasema wivu wa mama yenu jamani. Mpaka Mtume akamwambia, wewe ukikasirika mimi najua. Na mwanaume wa kweli anajua kasiriko la mkewe, mwingine hata ajui. Haya ni mapungufu yake mwanamke. Lakini pia wanasema kwa mapungufu haya, linapotokea kosa kule nyumbani, jifanye wewe baba ndo mkosaje, kwa sababu mwanamke ukimweka ni mtu mzima mwenzio umefeli. Mwanamke niseme si kuwakosea adabu, inatakiwa umweke sehemu ya watoto, tena chini ya watoto. Nitakwambia kwa sababu gani. Akili yake, ile mashine yake ni kubwa kuliko ya mwanaume. Anaweza akafanya vitu 4 kwa wakati mmoja, na wakati we baba uwezi, isipokuwa akili yake imekosa kitu kinachoitwa resistance, chujio, maamuzi, kudigest anayoyafikiria. Mwanamke akili ni kubwa, akiamua jambo hana fursa ya kufikiria faida wala hasara ile jambo. Pamoja akili zao ni kubwa, ila Mwenyezi Mungu mwanaume amembariki, hii taufiki amempa, hii kondensa amempa. Yani mwanaume akihamaki, akiogopa, akishtuka, akikasirika, akilifikiria jambo kwanza kabla hajafanya maamuzi, anafikiria faida zake na hasara zake, jamii iliyozunguka, serikali iliyokuwepo, itakuwaje baadaye, familia yangu itakuwaje. Na mara nyingi anafikiria faida endelevu, hasa awe muumini. Lakini mwanamke hilo hana. Ndio unamkuta ni mchanga, ana mimba changa na ana vitoto 3, 4, 5. Hapo hapo anadai talaka, tena anadai kwa nguvu, wala hafikirii nikishaachwa itakuwaje. Nakwambia niache usiku mzee, wewe talaka. Sasa wewe mwenye akili timamu, hivi huyu haoni hii mimba alokuwa nayo? Nitalea watoto wangu watakuwa, nipe, nakwambia sikutaki. Haya mara kazidi, haya basi nishakuacha. Kwa pili unamkuta BAKWATA anaenda kulalamika, mimi sijamfanya kitu, mimi nataka kurudi kwa mume wangu. Ashaona dhiki ya siku moja. Ndio maana wanasema mwanamke haachiwi hivi hivi. Ukisikia rijalu qawwamuna ala nisa, kwamba mwanamke akiamua lolote halina ruhusa ya kuachiwa. Kwanza likamatwe na akili ya mwanaume, alidigest, alimeng'enye kwamba mama umeiomba hii ruhusa, lakini wallahi pasuka, sikupi hii ruhusa, utaharibikiwa. Huyu si zaidi ya mtoto huyu. Sasa mara nyingine anaamua mambo kichwa chake ndo kinajua. Lakini wewe ni wajibu kwako usimdhulumu.
kwa kumpa yale mambo matatu katika ndoa, na hapa wanaume ndo walipofanya dhulma kubwa. Sasa wanasema kuna baadhi ya wanawake, nisikilizeni sana, hawa wanawake kuna siri. Hivi vitu vitatu ukimpatia, basi huyo mwanamke kwako anakuwa mtwana. Ile akili yake unaifunga, hata ile t-shirt yako iwe na jasho uikamue, umwambie kunywa, pia atakunywa kwa taa alokuwa nayo. Ni timing ndogo, na hii ndo watu wamefeli. Wanasema ukiweza hii timing ya alama yake, unamkuta mwanamke kwanza anamisi, anapenda ile harufu yako, jasho yako. Yani wanawake wanapumbazika vibaya. Yani mwanamke ni kiumbe hatari, kama hujampatia wewe una dhiki ya maisha. Mwenyezi Mungu alivyosema hao wanawake ametuumbia ili tupate kutulizana na wao, sio zile shakli zao, rangi zao, kwamba mimi nikishampata muhindi roho yangu kutokamana na vitu ambavyo wanavyo. Vile vitu vikitoka utapata utulivu, lakini wewe ndo mtoaji wa vile vitu, unajua kuvitoa vitu hivyo. Kama hujui kuvitoa utapata tabu maisha, na hiyo ndoa itakuzeesha, Hapa ndo tulipomisi. Wanasema mwanaume shabab mwenye sifa ya urujula, mke wake akimdai talaka, huyu mwanaume bado hana maana ya sawa. Kwani anakudai talaka? Hakuna anayekimbia mambo mazuri. Ndio maana wanasema mwanamke akidai talaka asihojiwe. Kwa nini unadai talaka? Apewe. Kama kuna mazuri, adai talaka ya nini? Kuna baadhi ya wanawake hata mume wake akiongea inshallah nitakufa, ananuna. Unataja nini mambo ya kufa? Yani hataki kujua hata kama huyo mume atakufa. Lakini ukimwona mkeo akiwaambia mume wangu kapiga mswaki mume wangu jasho yako kali siwezi, huyu hajaishi na wewe katika ile hali ya mapenzi. Lakini mume wangu siende kuoga kwanza, nini jasho, wewe unanichoresha nini? Mimi jamani, yapo hayapo? Yapo. Wewe utaona mageni kwa sababu unaishi kijazba na mke bado hujamjua. Watu wanasema mwanamke ni bakora ya kumnyoshea mwanaume. Mwanaume ndo bakora ya kumnyosha mwanamke. Mwanamke anapenda vibaya, ila bahati mbaya hujajua thamani ya upendo wa moyo wako. Kila siku wewe unamjeruhi. Unajua mwanamke ukimpa neno baya linakaa miaka 1000 kifuani alitoki. Na wewe una kauli nzuri hata kidogo. Unajua mwanamke maneno mazuri kwake yana thamani kuliko kumjengea nyumba nzuri kama jisikiti, kuliko jisikiti kama hili. Wewe unahangaika na smartphone na wakati moyo umeuvimbisha. Leo ana jeraha, kesho kila siku unaingiza visa, unaingiza majeraha. Na hasa hau mwanamke anafikia stage anakuchukia mwanamke huyo kuliko. Na mwanamke akichukia anakuwa stop kweli, hasatan unavyomdondosha kila kukicha machozi. Na ndio maana wanaume wengi hawafanikiwi, kwa sababu wanateremsha sana wake zao machozi. Na mwanamke ukimridhisha automatically anakuwa mzuri, na ladha ya jimai inaongezeka. Ikiongezeka inakuwa faida kwako wewe. Lakini wewe kila siku kaka yako kaitwa, malalamiko amepelekwa, mara nyingine anapelekwa hata ujui. Kaka anakuita nini? Mke wako kanipigia simu. Wewe kwa nini una matatizo gani kila siku? Wewe unashtakiwa tu. Umeoa mwenyewe unashughulisha watu. Hujui ndoa.